Nasema nimefika hapa, nimeambiwa kwamba yuko mtu tunamtarajia atakuja hapa na atanisaidia. Mtu huyu analetwa kwangu ni mwanamke. Ni mwanamke aliyevaa mavazi kama sister, lakini ni kweli sio mavazi tu, huyu ni sister. Na mama anasema mtu huyu utaongea naye na yeye atakujenga, mambo mengi yatakusaidia. Sasa tumeshahangaika sana na mama. Kama nilivyozungumza mwanzo, mamangu ndo kila kitu kwangu, na kote huko ameshanipigania, ameshanihangaikia. Nikizungumza kwa habari ya kunihangaikia, kuna mtu mmoja ananielewa, kama ana ndugu, ana rafiki, ana changamoto kama yangu. Unahangaika kila mahali, unapoona unaweza kupata msaada kwa ajili ya ndugu yako. Na hata wewe binafsi pia wakati mwingine unapokaa sawa, huenda uko unajihangaikia kwamba kwa nini nateswa na huu ulevi? Hakuna pesa inaweza kukaa kwangu. Mimi navuja pesa zangu tu, lakini nashindwa kucontrol hii hali. Unahangaika ili uweze kupata msaada. Huyo ndiye anaweza kanielewa, lakini kwa sababu tunaishi katika jamii na kila mmoja anaweza sikiliza na akawa sehemu ya kumsaidia ndugu yake, rafiki yake mwenye changamoto kama hizi. Daniela anasema mimi binafsi sikuyaona kama haya yanatija, lakini tulipata muda tukazungumza na huyo sister. Huyo sister aliniambia maneno haya. Aliniambia, ninaelezwa una mashaka nami, yani una wasiwasi na mimi. Unavyoniona huoni kama mimi naweza nikawa na kitu cha kuzungumza na kikakusaidia. Inawezekana sehemu nyingi sana umezungumza na watu, kuna watu wamekuambia vitu vingi sana, haujaelewa, haujaviamini. Na mimi siko hapa kwa ajili ya kukuaminisha kwamba mimi ni bora sana. Mimi ni mtu kama mtu mwingine tu ambaye ulishawahi kukutana naye na ukazungumza naye, lakini ninatamani unipe dakika chache nizungumze nawe. Daniela anasema nikawa ninamsikiliza, natamani kumwambia hata hapa niko tunakusikiliza, wewe ungeendelea kusema hicho ambacho unataka kusema. Daniela anasema huyu sister aliniambia Daniela, Mungu anakupenda sana. Hivyo ulivyo, pamoja na kukataliwa ambako unakataliwa, vyovyote vile ambavyo umekuwa, wewe bado ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu, na Mungu anakupenda sana. Haya maneno nimesikia mara nyingi sana. Kama wewe rafiki yangu ambaye umeendelea kusikilia haya maneno mara nyingi, uko mgonjwa, uko katika hali fulani, mtu anakuambia Mungu anakupenda na ndio maana amekuacha mpaka sasa hivi, ninamwambia ni kweli, siwezi kupinga kuhusu hilo. Aliniambia mimi ni sister, na story ndefu sana mpaka nilikuwa sister, nitakuelezea siku nyingine, lakini leo nataka nikwambie Mungu anakupenda. Na akaniambia mimi natamani nikufundishe vitu vichache vya kukusaidia. Najua wewe ni Mkristo, na Ukristo umegawanyika katika madhehebu tofauti. Yani Ukristo lakini umegawanyika katika madhehebu tofauti. Na kweli mimi sio muumini wa imani ambayo huyu sister yeye anatokea. Mimi ni Mkristo lakini sio mfuasi wa huko. Na vitu vingi pia mimi sijui, na sijai kuwa interested kujua, hata nikiwa bado niko bado na ufahamu wangu, yani na akili zangu timamu. Akaniambia hatutengwi na madhehebu yetu, tunamwamini Mungu aliye mkuu. Na mimi nataka nikufundishe vitu ambavyo nataka nikuambie namna ambavyo Mungu anaweza akakusaidia kutoka katika hali uliyokuwa nayo. Aliniambia maneno haya, Daniela, mimi niko hapa, nataka niwe pamoja na wewe, tutakuwa tunaelekezana pamoja, na sitakuacha mahali hapa, na nitakuwa nikikufuatilia mpaka utakapopona. Nitakukutanisha na marafiki zangu, ni masista wenzangu, wana moyo wa upendo sana, watakaa karibu na wewe, tutashare mambo mengi pamoja, na kila kitu chako kitarejea katika hali ya kawaida. Nikamwambia ndio nakusikiliza. Akaniambia leo nataka nikupe somo fupi sana. Niko ndio. Nataka nikuelekeze namna ya kusali
namna ya kusali rozali. Namna ya kusali rozali. Ndio. Daniela anasema namna ya kusali rozali. Mimi husikia habari za rozali kwa sababu mimi ni Mkristo, but mimi sio mfuasi wa haya mambo. Mimi ni Mkristo, nina imani yangu pia ambacho naamini, siamini katika haya mambo. Lakini shida, changamoto zinakupelekea ukapambana na kila engo. Na ndio maana tumezungumza habari za waganga, tumezungumza habari za kwenda kufanywa dua, tumezungumza habari za kupewa chumvi. Huko kote tumepita. Na sio kwamba kuna watu wengine hawafanikiwi huko wanakopita, wanafanikiwa. Na sisi ndio maana bado tuko tunapambana kwa sababu bado hatujaona nafasi ya kupata msaada. Nikamwambia sister, nielekeze. Akanipa rozali. Akaniambia hii rozali kuna namna ya kusali. Nikamwambia nimeshakuwa nasikia, ila pengine zitakuwa sija capture vizuri. Akaniambia, na kweli ikawa iko familia kwa sababu hivi vitu unakuwa unasikia kwa sababu Mkristo unaweza kuwa unasikia. Akanielezea namna ya kusali sala hii ya Bikira Maria. Hivyo rozali kwa ujumla. Na mimi ninafuatiliza ambavyo naeleza nikawa sio mtaalamu sana wa kufafanua sana haya, nafuatiliza ambavyo ananieleza. Ndio. Daniela anasema, kwa hiyo nikaanza kusali kwa kupitia maelekezo. Akaniambia usiku utakapoanza kusali utasali hivi. Hiyo rozali utakuwa unashika kipingili na kipingili, kipingili na kipingili, kipingili na kipingili. Nikaelekezwa. Narudi naanza tena. Kwa wale ambao wanafanya hivyo wanakuwa wanaelewa. Wanakuwa wanaelewa nini ambacho Daniela anazungumza. Basi nikamwambia sawa. Akaniambia na hii nimekupa zawadi yako. Hii ni zawadi yako. Hii ni rozali ambayo nimeshaiombea na fuata ninavyokuambia. Sitaki kukupa masomo mengi sana. Nataka usali. Akanipa na muda wa kuamka kusali. Akaniambia utakapoanza kusali hii rozali mambo hata baki kama yalivyo, lakini nitakuelekeza kuna vitabu. Akaniambia kuna habari za watakatifu wengi akanitajia. Yani mimi narudia tena sio mfuasi wa haya mambo. Lakini akaniambia kuna hizo nini watakatifu, sio mtakatifu nani. Sawa. Akaniambia utayo nitakuelekeza. Akaniambia Bikira Maria anakuombea kwa mwanae. Unajua niko okay. Sawa. Daniela anasema mtu huyu akawa amemaliza section ya leo. Ukiniuliza sielewi chochote, sitaki chochote. Mama akaniambia yani sasa nasikia amani. Maana huyu sister ameanza kukuhudumia. Nilikuwa nangoja muda kwa vizuri sana. Mwanangu najua sasa utaanza kufuatiliza haya kwa sababu ameniambia kwa habari ya hatua wewe kuvuka inahitaji pia na wewe mwenyewe ujitoe kwa moyo wa dhati uweze kufuatilia hiki ambacho anakuambia. Mwanangu fuatilia tu. Unachotakiwa ni kufuatilia tu unachoambiwa. Najua hupendi, najua hutaki. Mwanangu tunachotafuta hapa ni uponyaji. Kama chumvi ingeweza kutuponya mwanangu tungeishia kwenye chumvi. Kama ni maji angeweza kutuponya tungeishia kwenye maji mwanangu. Kama ni kwa waganga tungeweza kupona tungeishia kwa waganga. Yani tunachotafuta sasa hivi mwanangu ni kupona. Haijalishi tunataka tutoke hapo. Haya ndio maneno ambayo mama mimi alikuwa ananiambia kwa nyakati hizi. Nikamwambia mama, yani kiukweli sijamuelewa. Ananiambia habari za watakatifu. Hivyo vitu sio vitu vyetu sisi. Mimi sielewi chochote. Ananiambia hata mimi sikuwa naelewa mwanangu, siwezi kukuambia chochote. Nikakuongopea. Hata mimi sikuwa naelewa. Lakini mwanangu nilipopata nafasi ya kukutana na huyu sister, vitu alivyoniambia mwanangu nikajawa imani kuliko kawaida. Kwa sababu ni kweli ilifika kipindi niliona nimechoka, nimekata tamaa. Nimepita sana, lakini maneno yake yalinipa nguvu ya ajabu. Fanya anavyokuelekeza. Daniela anasema, mimi hapa Daniela nakumbuka sana. Ni kweli. Mama aliniamsha. Akaniambia fanya kama ulivyoambiwa na mimi niko na kusaidia. Wote tukashika rozali. Nazungumza haya maneno, sizungumzi habari ya dini ya mtu, si promo dini ya mtu. Nazungumza kile ambacho Daniela ameshare na mimi.
Yes, nazungumza hivyo kwa sababu kuna watu nikiwa nazungumza mambo ya dini, watu wanasema Vero, mbona mambo ya dini? Mimi huchukua simulizi mtu anavyonielezea na kuiwasilisha vile vile ambavyo anakuwa anatamani watu wasikie kile ambacho anashauku nacho moyoni watu wasikie. Daniela anasema tukarudia rozari. Yani kwa mara yangu ya kwanza nachukua hizo rozari, naanza kufuatiliza mama, yeye amejifunza mambo ya rozari, mambo ya Bikira Maria, mambo ya watakatifu, nekana yeye ameshajua. Kwa hiyo akaana niambia, unakumbuka fanya hivi, soma hivi, rudia hii neno, rudia hili, rudia hili, rudia hili. Kwa hiyo nikaanza kusoma ile sala ya Bikira Maria. Akasema tumemaliza, pumzika mwanangu. Nikalala. Tumeamka, kuna masaa ambayo tunaambiwa yale masaa yameendaje, masaa sio kuna muda gani utatakiwa usali hivi, sio kuna muda gani. Nikazidi kuelekezwa. Yule sister akaja tena akaniuliza unajisikiaje? Nikamwambia nipo tu, najisikia tu. Ni ndoto gani unaota? Nikamwambia sijaota chochote. Unajisikia maumivu ya kichwa? Nikamwambia ndio nasikia, lakini sio kama vile ambavyo linatokea, nataka kama kuchanganyikiwa. Akaniambia ulishapona mwanangu, ulishapona. Natabasamu tu, unajua, kwa sababu najua hivi ni vitu ambavyo vinatulia, baada hivi narudi. Daniela anasema alinielekeza tena, akaniambia usichoke kusali. Hakuna maneno ambayo wewe unaweza ukayatamka mapya, kwa sababu najua unaweza ukawa ndani yako hujajawa na vitu vya kuweza kupata kusema. Sema kile kilichoandikwa. Rudia hii sala mara kwa mara. Maanisha ndani ya moyo wako. Maanisha hii sala unaposali. Nikamwambia sawa. Mama akaendelea kunisisitiza. Tulienda na kusali hii sala tukirudia usiku saa ngapi? Yani unarudia mpaka unaikalili. Tulienda siku 7. Siku 7 hizi ambazo mimi nilisali hii rozari, sikupata ile shida inanisumbua, kwa sababu naweza nikakaa siku 4 nikarejea na ile hali ya kawaida ya kichwa kuuma. Na kichwa kikianza kuuma nikipata uenda wazimu, naweza nikakaa na hali ya uenda wazimu hata wiki 2-3 ndio nije nirejee katika hali ya utimamu. Ajabu kushangaza, siku 7 sikupata uenda wazimu. Ni kweli sina imani na haya mambo, ni kweli siamini, ni kweli nasikia sioni umanani, lakini kukaa siku 7 bila kupata uenda wazimu. Leo Yes, tuko tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na hapa tunazungumza maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, unayaleta kwetu na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndugu yetu mpendwa wetu rafiki anaitwa Daniela. Daniela anasema siku 7 za maajabu. Siku ambazo kulikuwa na ukimya wa tatizo ambalo limekuwa likijitokeza. Nilitiwa nguvu na hiki kitu. Nilitiwa nguvu sana. Na nakumbuka huyu sister alinichukua na akanipeleka kwa masista wenzake. Nilikutana na masista ambao walisema na mimi. Walinipa matumaini. Waliniambia sijui unajionaje. Unaona pengine umechelewa. Unaona kila kitu kwako hakiwezekani tena. Mungu ana nafasi ya kumrejeshea mtu vitu vyake vilivyopotea. Mungu ana kawaida ya kufanya vitu ambavyo vilipaswa kutokea miaka mingi iliyopita. Ana uwezo wa kuvifanya kwa muda mfupi sana. Na pengine ulikuwa unatamani siku uwe na familia. Sasa unaona umri wako umeshasogea. Ukiangalia ulikuwa unatamani hiki, unaona vitu umeshachelewa. Ulikuwa unatamani uwe na kazi, ulikuwa unatamani hiki. Unaona kama kila kitu kimepotea kwako. Bado una nafasi. Bado una nafasi. Unajua mimi mtu alikuwa akiniambia bado una nafasi. Nacheka. Unajua wenzangu ambao tumemaliza nao chuo, yani wenzangu ambao walienda chuo, unajua ni akina nani? Wamekuwa ni watu wa maana wengine. Watu ambao walikuwa wakiona uwezo wangu wanasema huyu hata siku za baadaye atakuwa hivi. Wameshakuwa ni watu wa maana.
wengine wameshapata watoto. Yani nilikuwa tunatabasamu kwa sababu najua hakuna kitu kinaweza kikabadilika kwangu. Mimi nitakuwa ni mtoto wa mama tu. Nitakaa pembeni ya mama mpaka pale mauti utakaponikuta. Mungu atakavyoona vyema kunichukua. Na kiukweli ndivyo nilikuwa naona hivyo, na mazingira yalikuwa yakiniambia hivyo. Waliniambia hapana, haiwezi kuwa mwisho kwako. Na haiwezi kuwa mwisho. Unatamani nini? Unatamani watoto, Mungu atakupa watoto. Unatamani mume upate watoto, Mungu atakupa mume, utapata watoto. Nani anaweza kanioa mimi? Ni nani? Unaweza ukaoa mwanamke ambaye amejitoboa, masikioni humo amejitoboa kama matobo 8. Unaweza ukaoa mtu ambaye amejitoboa kwenye pua, yani ametoboa hapa juu, ametoboa kwenye kiungashio cha pua, ametoboa hapa, umetoboa ulimi, umejichora matatu mwilini. Yani nani? Yani ni kitu ambacho hakiwezi kuwezekana kwangu. Yani kuna vitu mimi nimesha kubali haviwezi kuwezekana. Na hata nikiambiwa pia natabasamu tu kwa sababu najua vinasema kwangu haviwezi tokea. Ninachotamani kwangu ni pone hii hali isirejee tena kwenye maisha yangu. Nikae tu nile ugali mama atakaotafuta, niwe tu pembeni ya mama basi. Daniela anasema lakini siku hiyo walinisisitiza hiyo sentence. Na wakasema ukiwa kwenye ibada zako na sisi tukiwa tuko tunatenga muda kukuombea, tumepata mzigo na wewe. Sisi tumemuona Mungu akifanya. Ibada zetu zimekuwa na matokeo makubwa. Na Mungu amekuwa akifanya kwa ukubwa. Tenga muda kama hivi ambavyo umeanza kusali usiku. Mungu atakujibu. Mimi nikamwambia, nikasema hawa ambao nilikuwa nazungumza nao, nikamwambia sijawahi kuwaza naweza siku nikasali rozari, nikamwomba huyo Bikira Maria, na nikakaa hizi siku 7 nisipatwe na shida. Akatabasamu. Akaniambia mmoja ya hawa masista, binti yangu, hivi vitu vyote vinawezekana. Unaweza ukawa hujajua ile imani ambayo watu wako nayo kuhusu hicho wanachokiamini. Unaweza ukasema hawaabudu kwa usahihi, wanakosea, hawapaswi kuomba hivi, maombi yao hayana majibu. Lakini hatupaswi kuona cha wengine sio bora, imani ya wengine sio bora. Madamu wanaamini na vitu vinatokea, nani mwanaabudu Mungu, hautakiwi kusema haviwezi kutokea kwao, wanaabudu sio sahihi. Sisi tunamwamini Mungu, tunamwamini Yesu, tunaamini Bikira Maria. Tunaamini wako watakatifu wanatuombea. Na wako watakatifu tukizingatia maombi waliokuwa wakiomba na vitu vinatokea. Nikamwambia nimeelewa na nimejifunza kitu. Hata mnisamee, sikuwahi kuwa na mitazamo sahihi kuhusu hizi ibada. Sikuwahi. Niliamini katika ile misingi ambayo mimi nimekuzwa nayo. Niliona mengine sio bora na niliona wanakosea. Kumbe sikupaswa kuona wanakosea. Nilipaswa kuona na kuheshimu hicho walicho nacho, na mimi nikaendelea kukishika hiki nilicho nacho. Nimejifunza kitu. Mimi nilizungumza hivyo kwa sababu ni kweli mimi nilikuwa na dharau wengine wanachokiamini. Kwa mfano, mimi naweza nikamuona mtu ambaye imani yake ni Muislamu, nikasema yani hawa jamani, yani hawa yani hawa ndo, yani hawa wanapotea njia kabisa. Ni vitu gani wanaamini hao? Ni nini hivyo wanavifanya? Yani nikiona kama mimi ninachoamini ndo sahihi na mimi ndo taenda mbinguni, au watu wataungua moto kwa sababu hawaabudu kwa usahihi. Pia nilikuwa nikiona kwa mfano walokole sijui wanapiga wanashauti wanafanyaje. Yani mimi nasema yani hao ndo wampungukiwa maarifa. Yani huu ndo uchizi sasa kabisa. Kwa sababu kuna kile ambacho mimi nilikuwa naamini. Daniela anasema, na ndivyo tunaishi katika misingi hiyo wengi wetu.
Tunaweza tukadharau cha wengine, tusikiheshimu cha wengine, tukaona cha kwetu ndio bora. Lakini kumbe tunaweza tukawa hatuko sahihi. Unaweza ukawa ni Muislamu na ukamwona Mkristo anaabudu, ukaona wamepotea njia. Hawa labda ni watu ambao hawako sahihi, ni wajinga, hawajielewi. Wanafanya nini? Wanaongeongea nini? Wanapiga kelele, wanashauti nini? Lakini nilijifunza kitu. Daniela anasema, tuliondoka hapa kwa hawa wapendwa masista, walinipa upendo nikwambie sijakutana nao. Mimi nimekuwa nikiishi maisha ya kukataliwa. Nimekataliwa mpaka na wadogo zangu mimi ambao tumetoka nao tumbo moja. Muacheni huyo bwana. Lakini watu hawa ni watu wema sana. Yani sijui niseme nini kuhusu hawa wanawake ambao Mungu amewabariki sana. Niliporudi kule kwa yule bibi aliniambia, naamini siku yako imekuwa njema sana. Mama akamwambia, imekuwa njema zaidi. Mwanangu amefunguka, ameongea nao sana. Ameongea nao vingi na wamemtia moyo, amemwambia hata kama kuna vitu walikuwa wanatamani vitokee, vinaweza vikatokea. Mungu anaweza akafanya. Na huyu bibi akasema, si unaona mwanangu, maisha hayawezi kuishia hapa. Usijione mkubwa kwamba ukashindwa kurudi shule. Unaweza ukarudi shule. Nilitabasamu. Bibi akiniambia maneno, utapata mwanaume mzuri, handsome, anakuoa na unapata watoto. Niko yani nikiambiwa hivyo nacheka. Kuna kitu wewe kwako unajua kiwezekani. Yani wewe mwenyewe unajiambia kitu hakiwezekani. Mtu akikwambia unacheka. Na mimi ndivyo nilivyokuwa nacheka. Kwa sababu najua hakuna mwanaume anaweza akanioa mimi. Yani hiyo kitu najua. Labda nimtafute teja, labda sijui tokee, labda kuna teja mwingi huko ameacha uteja na yeye labda, sijui. Kwa sababu hata huyo pengine huyo teja naye anaweza sitaki kuoa mwanamke kama mimi. Nacheka. Hata hapa nilicheka. Akasema usicheke Daniela, vitu vinaweza vikatokea. Niko lakini leo imekuwa ni siku njema, nimejisikia vizuri. Bibi akaniambia, na ndivyo utakavyojisikia vizuri kila siku, na ndivyo ambavyo utaishi kwenye ndoto zako. Daniela anasema, ari na nguvu mpya iliamka ndani yangu. Nikaanza kuzingatia ibada hizi, nikaanza kuzingatia ibada. Kuna kuamka usiku, naanza kushika hiyo rozari, naanza kufuatiliza. Kuna vitabu sio vya watakatifu, sio mtakatifu huyu ananiambia zingatia na mtakatifu huyu, naanza kusoma. Unasoma hizo sala za wale watakatifu, sio nani uniombee, nani niombee, unaenda niombee, yani hivyo. Daniela anasema, nilikaa hapa kwa bibi toka nilivyotoka hospitali. Nilikaa hapa miezi sita ya matengenezo ya maisha yangu. Daniela anasema, ninakuambia changamoto yoyote unayoipitia iko na mwisho. Unaweza ukawa hujui tu mwisho wake ni upi. Lakini iko na mwisho. Daniela anasema, mamangu akikueleza yeye alivyohangaika na mimi, kuna watoto ambao walikuwa wameshindikana, wamekuwa machizi kwa ajili ya mabangi, walipelekwa huko kwenye mambo ya chumvi. Unaambiwa alienda akasujua kaogewa chumvi akapona. Lakini unaweza ukaenda na usipone. Mimi mahali ambako pia nimepata msaada, naweza nikakuchukua nikakupeleka na usipone. Ila njia ya kufikia hatua ya wewe kutoka iko karibu. Mtu mwenye changamoto ukimwambia hiyo sentensi anacheka, kwa sababu hao ni mwanga. Hata mimi sikuona mwanga. Lakini nataka kukuambia mafundisho niliyoyapata hapa, mimi Daniela, nilivyofundishwa kuomba, nilikofundishwa ni mambo mageni kwangu, lakini yalinisaidia. Ninataka nikwambie, sikudondoka tena. Halafu moyo wangu ulikuwaga na uchungu
Yani mimi na uchungu. Unajua kuna vitu ulitamani kwako vitokee, ukijiangalia unaona umefika mwisho na unajua ni uchawi ndio uliyetesa maisha yangu, na unajua kabisa waliotesa maisha yangu ni akina nani, walionisimamisha kwenye mstari mmoja. Yani kuna mtu ni kama vile anakuangalia kwenye screen yake kwenye TV, anachukua remote, anakustopisha pale. Wewe siko kwenye action za movement za maisha, unajisomea, unapambana, umetoka umeenda hapa, umefanya biashara hii, unapambania jambo fulani, mtu anakucontrol kwenye TV yake nyumbani, anakupiga stop up. Miaka na miaka inasogea, wewe watu walisha kupiga stop. Ndio mimi nilipigwa stop kwenye maisha yangu. Yani kila kitu kilistop kwangu, na kuwa tu mwili. Yani mwili tu unaongezeka, miaka inaongezeka, yani kwamba nakuwa mtu mzima, lakini kila kitu kwangu kimestop, kimestaki hapo. Na ni mtu amesimamisha maisha yangu. Daniela anasema nikawa na uchungu. Hawa masista walikuwa wananiambia moja kati ya sumbaya kwenye maisha ya mwanadamu ni uchungu. Unatakiwa usamehe. Hivi wewe kwa mfano, mahangaiko yako haya, fulani ndo amekuchezea, unaambiwa huyo mtu msamehe. Ni kweli kabisa alikufanya wewe ukastaki mahali, lakini samehe. Ondoa uchungu. Yani tiba ya kwanza ya mtu atoke pia kwenye hatua inayomsumbua ni kuondoa uchungu ndani yake, kusamehe. Kwa sababu usiposamehe huwezi ukaona ukombozi wa kweli ndani yako. Samehe. Ulirogwa na fulani, alikuchezea nani, amekufanya umestaki hapo, miaka yako imeharibiwa. Samehe. Kisasi ni cha Mungu. Mimi kuna watu wamenitesa sana. Sijui wewe mwenzangu umeteseka vipi, na mpaka sasa hivi sijui una hali gani. Sijui una ndugu yako ameteseka kwa miaka mingapi mnamhangaikia. Nimeteseka sana. Nimeharibika mwili wangu wote, mwili wangu umeharibika. Sije kuwaza kama kuna siku mimi naweza nikajitazama kwenye kioo nikajichukia. Nilikuwa naona niko sawa. Yani wakati naendelea kujichora tattoo najiona niko sawa, lakini najitazama kwenye kioo najichukia. Natamani hizi tattoo nilale siku niamke zikiwa hazipo kwenye mwili wangu. Natamani hizi tattoo zifutwe. Nilivyojitoboa kwenye mwili wangu, natamani nilale niamke nione mimi kama mwanamke nimejitoboa tobo moja tu, nimeweka hereni, au yakizidi labda 2 matatu ya urembo, au basi nitoboe kipuani hapa kwenye kipua, niweke kipini changu hapa. Lakini sio kujitoboa hivi kwenye ulimi, unatoboa na hapa. Yani wewe unatoboa. Mimi nilitoboa mpaka hapa, unaliona sikio hili? Unaona hapa kwenye sikio hili, si unaliona sikio hapa kwenye hiki kakikonyo aka kasikio kadogo hapa. Ukiwa upo umeelewa nataka unielewe hata ukiwa unasikiliza. Yani sikio hili kubwa sikuna ukiwa unaingiza hivi kidole kwenye sikio kuna kapembeni hapa. Hata hapa pia nilitoboa. Lakini sasa hivi nikijiangalia, nasema jamani. Sasa hizi tattoo inakuaje? Lakini nyakati zile ambazo watu wameamua kusimamisha maisha yangu, sikuona cha ajabu. Ndio maana usishangae mtu kila siku anajichora matatu. Unasema wewe nini? Inakuaje? Kila siku unajichora tu. Leo umechora ua, kesho umejichora kiunoni, kesho umejichora hapa, kesho umejichora ndio kuchora shingoni, kesho umejichora hapa. Ni urembo, ni kweli. Too much inakuwa sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Daniela anasema basi wale masista walikuwa wananiambia, bado wewe ni mrembo. Natabasamu mimi, bado wewe ni mrembo Daniela. Amka na timiza ndoto zako. Daniela anasema, natamani kusema haya kwa ndugu zangu, marafiki, wewe ambao unapata nafasi ya kunifuatilia popote pale ulipo. Daniela anasema, nilizidi kusaidiwa kwenye eneo la kusamehe na kuachilia. Kusamehe na kuachilia na kumwachia Mungu.
na kuna maombi ambayo niliambiwa niwe na yasoma. Ni yasome hayo maombi. Yani niwe na yasoma. Na nilikuwa tu nikipata muda narudia nasoma mpaka nikakariri. Nikawa hadi nikisema na yasema kwa hisia sana. Nimesamehe. Nimeachia. Anatueleza haya ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Daniela katika siku njema ya leo, msikilizaji, siku ya kipekee. Tuko katika sehemu ya mwisho ya ripoti ya leo kwa siku ya leo. Daniela anatueleza haya. Daniela anasema mimi nayazungumza haya kutoka ndani ya moyo wangu. Nayazungumza haya, natamani ndugu zangu, jamii yangu isikie. Daniela anasema nimepona. Mimi Daniela nimepona. Njia za Mungu si njia za mwanadamu. Narudia tena kusema hii sentensi, njia za Mungu si njia za mwanadamu. Wanadamu wanaweza kukupangia mengi sana mabaya, kwa sababu Mungu yeye hajapitisha hayo, hayawezi kutimia. Kwangu hayakutimia. Ziko nguvu nyingi za gharama kubwa zimetumika kwangu, lakini hazikusaidia. Njia nyepesi isiyokuwa na gharama, isiyokuwa na nguvu imenisaidia. Mimi pendekezo langu waga ni moja tu kwa mtu yote ambaye ni yeye binafsi ana changamoto kama ambazo mimi nimepitia, au ni ndugu yake ana changamoto ambazo mimi niko nazo. Ushauri wangu waga ni mkubwa na kusema usiogope kupambana, ila katika mapambano yako pambana kwenye mambo ya Mungu tu. Naamini uganga ndo ambao pengine huchochea matatizo zaidi, kwa sababu kadri tulivyokuwa tunazidi kwenda kwa waganga ndivyo ambavyo matatizo kwangu yalizidi kuwa makubwa zaidi, kwa sababu uwezo ukajua yule aliyekufanya hivyo, yule kupiga stop kwenye maisha yako ana nguvu kiasi gani. Kwa hiyo mambo yalizidi kuvurugika zaidi pale ambapo tulikuwa tukiendelea kutafuta msaada kwa nguvu za giza. Na mamangu hukiri hivyo mara zote, anasema msaada wa kweli unatoka kwa Mungu. Shikilia kumwamini Mungu. Kama ni Muislamu, fanya taratibu za ibada bila kuchoka. Wewe ni Pentekoste, wewe ni Mkatoliki, wewe ni nani, simama, fanya, Mungu atakukumbuka kwa hayo. Daniela anasema mimi nimepona kabisa. Masista wamekuwa marafiki zangu wazuri, wakiniombea aliyokuwa mema, wakiniambia unaenda kuwa na maisha mazuri. Unajua ziko nyakati mtu kwenye maisha yako unaona kila kitu kimefika mwisho, lakini ziko nyakati mambo unaona yanaamka ndani yako. Mimi nilihisi hadi akili yangu imerejea katika hali ya kawaida, na nilimwambia mama, sijui kuna siku naweza nikarudi shule. Mama aliniambia inawezekana. Babangu siku ananiona, babangu ambaye alishanipambaniaga, na siwezi kumlaumu mtu yoyote kwenye mapito yangu. Siwezi kuwalaumu ndugu zangu kwa lolote kwenye mapito yangu. Maana yake sikuwa nafaa, sikuwa nahitajika, sikuwa napendeka, na sikujali moyo wa yoyote. Kwa hiyo silaumu yoyote. Babangu alipokuja kuniona alilia. Yaani anaongea na mimi ninamuitikia babangu, namwambia ndio baba. Kweli baba. Baba alilia, alisema mwanangu ulikuwa wapi? Mwanangu ulikuwa wapi siku zote? Huyu ndio binti yangu, huyu ndio Daniela wangu mimi. Maana naweza nikatulia nikasikiliza kitu mtu anasema, lakini sikuwa na uwezo wa kusikiliza kitu mtu anasema. Sikuweza kusikiliza. Kinywa changu kilijaa matusi tu, kilijaa maneno ya kero, lakini nilipata utulivu. Daniela anasema ndugu zangu waliniona, wakafurahi kuniona niko okay. Sikurudi nyumbani, mahali ambako mzee wangu alijenga nyumba
na sisi hatutoki familia bora kwamba yani familia ya kipesa, ni maisha tu ya kawaida. Kwa hiyo wazazi wangu nguvu zao waliwekeza wakajenga ile nyumba ambayo ndio yule mama jirani, mama Ana, ndo aliweza kusimama na mimi, yani kunisimamishia maisha yangu. Huyu ndo alikuwa mchai wangu. Na ndio maana mimi hupenda kusema kama wewe uamini uchawi upo, mimi nasema mimi binafsi naamini uchawi upo, na upo unatesa maisha ya watu. Daniela anasema kupona kwangu muujiza huu haukuambatana na kupona tu. Nilitaka kurudi shule. Mimi Daniela, una umri gani? Ulikuwa na ndoto za kusoma miaka 10 iliyopita. Umerejea katika hali ya kawaida. Mungu amekusaidia. Mimi Daniela nilisikia hamu ya kurudi shule. Mimi nimemaliza mpaka form 6. Na nilifanya vizuri. Na nilipata chuo kizuri. Lakini sikuweza kwenda. Miaka imesogea. Nasema nataka kurudi shule. Baba aliniambia, mwanangu, iwe mimi kwa kufanya chochote, kwa kuuza chochote, nataka urudi shule. Nitaitimiza hiyo ndoto yako. Nataka kwenda chuo. Nataka kwenda chuo mimi. Daniela anasema, na hapa nimebadilika hata kuvaa. Nakwambia yako mavazi ambayo unayavaa sio mavazi yako. Sio mavazi yako. Unajikuta tu unapenda kuvaa mavazi ya kujidhalilisha kabisa. Watu wanasema jamani. Yani watu ukipita wanatazamana. Jamani, huyu mtu ana kwao. Hivi nawezaje kuvaa mavazi na akaa comfortable? Kitu gani kinamfanya anakuwa hivyo? Ninavaa na jistiri mwili wangu. Siwezi kufuta tattoo. Siwezi kuziba ya matobo. Lakini vile vichuma nini nilivitoa. Na haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kutoa hivyo vichuma. Nilivitoa. Nilipoviweka sijui nini nilitoa. Na hapa pote ndugu zangu unajua wameona mabadiliko yangu, wanaanza kunisupport. Mimi na wadogo zangu unajua mimi kwetu ni wa kwanza. Na wadogo zangu ambao sasa hivi wenyewe wamesha kuwa na maisha. Kwamba yani dada kama mbadilika tutamsupport. Na wakati mimi kwenye familia ndio nilikuwa nina uwezo mkubwa sana darasani. Na wenyewe walikuwa wakiniangalia mimi kama dada yao. Lakini mimi ndio nimekuwa sasa ni mtu ambaye nawaangalia wadogo zangu. Tutakusaidia, tutakusupport. Daniela anasema kweli nikafanikiwa. Kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa na ndoto navyo kuweza kuvisomea. Nikasema nataka nisomee hivi. Naamini niko fit. Nilikutana na watu ambao walizungumza na mimi kitu gani naweza nikafanya, vitu gani naweza nikasomea na nini, lakini mimi kuna vitu vyangu ndio nilikuwa natamani. Support nikapata kubwa sana kutoka kwa wazazi, lakini sikuwahi kurudi pale nyumbani. Yani haya yote nakwambia, mimi sikuwahi kurudi tena pale nyumbani. Yule mama yupo, yule binti yake yupo. Wao wamekuwa maadui wakubwa na maisha yanaendelea. Daniela anasema, mimi ndugu zangu wataniona, watafanyaje, lakini sikuwahi kurudi pale. Nakumbuka nimeanza kwenda kwenye masomo yangu sasa. Daniela anasema siku moja, yani muda sio mrefu sana toka nimeanza masomo yangu, niko kwenye hicho chuo. Daniela anasema nilijisikia vibaya sana. Yani nilijisikia vibaya sana nilijisikia. Kama nataka kuumwa hivi. Nikapata sensi fulani. Unajua kama ulishawahi kuumwa shida fulani, ukianza kupata dalili fulani kama unapata na hofu, unapata na shida. Nikaanza kuogopa. Kwa nini najisikia hivi? Yani kujisikia vile vibaya mpaka jasho linakutoka yani. Daniela anasema nikatulia, lakini nikaanza kuhisi kichwa kinauma. Mimi kuna kichwa kuuma, ila nikiumwa mimi kichwa, hata kama nimekuwa na imani,
kuna feelings zinanipeleka kwenye yale maumivu ya kile kichwa. Sababu hivi ni vitu ambavyo huwezi kuvisahau. Daniela anasema, yani hapa niko najiuliza, Mungu nisaidie. Kwa nini nasikia hivi? Inawezekana ikawa ni homa. Yani najisemea inawezekana ikawa ni homa. Lakini nikaanza kusikia tena kichwa kinaniuma. Kichwa kikaanza kuongezeka spidi ya kuuma. Nikasema hapa sio pa kukaa. Hapa sio kwa kukaa. Nikasimama. Nikatoka sehemu yenye hewa. Ili nipigwe na upepo mwingi. Nikaona na jasho linanitoka jingi. Nikasema ni kitu gani hiki? Nikasema ni kitu gani? Nikachukua simu nikampigia sister. Nimempigia sister nikamwambia sisikii vizuri. Akaniambia ni nini? Nikamwambia nilikuwa nimekuja hapa sijui nini hata kimetokea. Yani nasikia kichwa kinauma. Akaniambia tulia. Uko na nani? Nikamwambia siko na mtu. Nimekuja tu hapa sehemu yenye upepo. Daniela anasema basi mimi Daniela nikatafuta sehemu nikatulia pale. Akaniambia relax. Hiyo ni hali tu ya kawaida. Sio ile hali ilisiondoka mwilini mwako. Hiyo hali haipo tena kwako. Kile ya maneno kwamba hiyo hali haiko tena kwako. Nikawa nasema hali ya ukichaa haiko tena kwangu. Hali ya ukichaa haiko tena kwangu. Ilishaondoka. Mimi si kichaa. Sina uenda wazimu. Hali ya ukichaa ilishaondoka kwangu. Hali ya maumivu ya kichwa ilishaondoka kwangu. Akaniambia sema ya maneno. Kile ya maneno nikaendelea kusema kwa sababu yani naona kabisa kwamba nakoelekea kichwa kinavyozidi kuniuma. Mimi naweza nikapatwa na hiyo shida. Basi tukaongea pale. Akaniambia unajisikiaje? Nikamwambia bado. Akaniambia utakaa sawa. Mtafute mtu na muamini, kaa naye, tulia. Nikamwambia sawa. Daniela anasema nimekaa hapa nikazidi kusikia maumivu ya kichwa sana. Nikamtafuta sister, nikamwambia sister, hapana na hali mbaya sana. Nifanyie msaada. Na kweli niliumwa kichwa sana. Daniela anasema na nikazimia. Mimi nimekuja kushtuka niko hospitali. Unajua nilivyoshtuka nikamwona mama yangu na wa masista ambao naweza nikasema ndo walizidi kuwa marafiki familia yangu. Ni watu ambao wananitia moyo na hata kwenda kurudi shule ni wao ndo wamenitia moyo sana. Daniela anasema nikauliza nimepatwa na ile hali tena. Ile hali bado inanisumbua. Sister akaniambia hapana Daniela. Ni Mungu tu anaendelea kuponya Daniela. Na kila kitu kiko sawa. Nikamwambia kwa nini nimepatwa na hali kama hii? Hivi ni vitu ambavyo mimi nishasahau. Nasitaki kuvikumbuka tena. Akasema usijali. Adui yupo unajua. Haachi kupenyeza vitu vyake. Lakini siku zote sisi ni washindi. Tulizungumza pale, mama akantia moyo akaniambia mwanangu usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Nikamwambia naamini hivyo mama. Mungu amenitoa mbali sana. Na siwezi kukatisha masomo yangu. Kama hizi nguvu zipo kwenye eneo la mimi kutokusoma, tazidi kupambana na maombi. Sitakubali. Na sitadondoka tena. Kuna mahali hutakiwi kuvuka. Kuna mahali hutakiwi kwenda. Ukienda tu lazima mambo kama ya kupate tena. Nilisema sitakubali. Kwa tumetoka hapo tukafanya ibada, tukazidi kupambana ni ile hali isinirejee tena. Daniela anasema mimi nikaendelea na masomo. Mama alinipigia simu. Nikikumbuka nilipodondoka nilikaa miezi imepita. Yaani miezi kama 4 hivi. Daniela anasema mama alinipigia simu. Akaniambia mwanangu, Mungu wako yuko hai na anaishi. Nikamwambia kwa nini mama unaniambia hivyo? Si ulisema hutarudi hapa? Mwanangu ulisema hutarudi hapa nyumbani. Na nilimwambia mama, mimi ngoja nipambane na vitu vingine. Kwenda kurudi tena pale, hapana. Ngoja nipambane na vitu vingine. Ni kweli kabisa mimi nilizungumza hivyo kwa sababu sikutaka kuona mahangaiko tena. Akaniambia mwanangu,
mambo ya kushangaza sana. Ni nini mama? Akasema, mwanangu, kweli kumwachia Mungu kuna maana. Nikamwambia, mama, nini kilichotokea? Akasema, huwezi amini, aibu ya kushangaza. Nikamwambia, mama, ungeniambia tu nini ambacho kimetokea. Akaniambia, Mama Ana. Nikamwambia, Mama Ana, nini kimetokea kwa Mama Ana? Akasema, si watu wanasema Mama Ana mchawi, Mama Ana mchawi. Mama Ana sio mchawi. Mama Ana sio mchawi. Mama Ana ameshachezea watoto wa watu kibao. Ametesa watoto wa watu. Kumtaa Mama Ana ametesa watoto wa watu. Vijana wangapi hawaeleweki wanavuta mabangi. Kutwa kuchezea watoto wa watu. Watu ambao walitakiwa wewe wa maana wamekuwa waovyo. Wengine ndoa zao zimevunjika, wamekuwa vichaa. Uchawi wa Mama Ana na kikundi chake cha kichawi. Nikamwambia, mama, nini kimetokea? Nikamuuliza, amekufa? Yaani maana sasa unasemaje kuhusu adui yako kwamba Amani amekufa? Daniela anasema, Mama Ana sio kwamba amekufa. Mama Ana kashikwa uchawi. Mama Ana kashikwa uchawi mtupu, yani mtupu. Hajavaa nguo. Capital E. Habari ulimwenguni. Shida hili bwana tuasili kwa kiasi